Neno ambalo Bwana ametupatia jioni ya leo linatoka katika kile kitabu cha Yakobo, sura ile ya kwanza, sura ya pili, mstari ule wa kwanza mpaka wa 9. Yakobo sura ya pili, mstari wa kwanza mpaka ule wa 9. Biblia inasema namna hii: Ndugu zangu, imani ya Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana wa utukufu, msiwe nayo kwa kupendelea watu. Maana akiingia katika sinagogi lenu mtu mwenye pete ya dhahabu na mavazi mazuri, kisha akaingia na masikini mwenye mavazi mabovu, nanyi mkimstahi yule aliyevaa mavazi mazuri na kumwambia, keti wewe hapa mahali pazuri, na kumwambia yule masikini, simama wewe pale uketi miguuni pangu, je, hamkufanya hitilafu mioyoni mwenu, mkawa waamuzi wenye mawazo mabovu? Ndugu zangu wapenzi, sikilizeni. Je, Mungu hakuwachagua masikini wa dunia wawe matajiri wa imani na warithi wa ufalme aliowaahidia wampendao? Bali ninyi mmemvunjia heshima masikini. Je, matajiri hawawaonei ninyi na kuwavuta mbele ya viti vya hukumu? Hawalitukani jina lile zuri mliloitiwa? Lakini mkitimiza ile sheria ya kifalme, kama ilivyoandikwa, mpende jirani yako kama nafsi yako, mwatenda vema. Bali mkiwapendelea watu, mwafanya dhambi na kuhukumiwa na sheria kuwa wakosaji. Bwana asifiwe sana. Sasa ujumbe wetu ambao Mungu ametupa, Roho Mtakatifu amenisaidia kuupa kichwa chenye maneno yanayosema upendeleo unavyotengeneza matabaka katika mwili wa Kristo. Upendeleo unavyotengeneza matabaka katika mwili wa Kristo. Na maandiko tunayoyasimamia yanatoka kwenye kitabu cha Yakobo sura ya pili, mstari wa kwanza mpaka wa 9. Ndugu zangu, lengo la Roho Mtakatifu kutupa somo hili ni kwamba amekusudia kutupa ufahamu kwamba hatupaswi kuwa na upendeleo kwa watu. Roho Mtakatifu anataka tuache upendeleo kwa watu tunapokuwa katika imani hii ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tunapokuwa katika mwili wa Kristo. Swala la kupendelea watu si swala ambalo linakubalika na Kristo Yesu. Na tatizo kubwa tunaloliona kwenye teksti hii, kwenye maandiko haya, ni upendeleo kwa matajiri dhidi ya masikini. Au nikigeuza hivi, tatizo nikileta kinyume, tatizo tunaloliona hapa ni dharau kwa masikini dhidi ya matajiri katika mwili wa Kristo. Matajiri wanaheshimika sana kuliko maskini, au maskini wanadharaulika sana kuliko matajiri. Sasa hii kitu Mungu amemtumia mtumishi wa Mungu Yakobo. Alipiga picha namna hii, akaona hilo jambo likitendeka by then, akaambia hapana. Imani yetu tuliyoitiwa katika Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana wa utukufu, imani hii haipaswi kuwa na upendeleo kwa matajiri dhidi ya maskini, au sijui kwa watu fulani dhidi watu fulani. Anasema hapana. Yakobo aliona shida hii na ikabidi alikemee jambo hilo kwa nguvu kubwa. Lakini na sisi katika wakati wetu huu wa sasa, ni kama vile shetani analileta tatizo lile ndani ya kanisa. Tajiri au matajiri
wanapewa upendeleo wa heshima dhidi ya maskini kwa sababu tu ya utajiri wao, kwa sababu ya hali zao. Kwa hiyo masikini hapati heshima sawa kama anavyoheshimika tajiri, au tajiri hadharauliwi kama vile anavyodharauliwa masikini. Lakini ndugu zangu, tunapaswa kukumbuka kuwa huyu tajiri huyu kuna wakati fulani alikuwa na yeye maskini, kwa sababu hakuna mtu anayezaliwa na utajiri. Hayupo, wote tunazaliwa bila kitu. Kwa hiyo huyu tajiri tunayemuona leo tajiri, ambaye ndio tunamheshimu na inakuwa sababu ya kuwadharau wasio na kitu au masikini, tukumbuke kwamba na yeye kuna kipindi alikuwa maskini, alikuwa hana kitu. Lakini pia tukumbuke kwamba huyu maskini tunayemdharau leo, kesho anaweza kuwa tajiri. Kwa hiyo tukiwaheshimu watu kwa sababu ya economic status zao, hali zao za kiuchumi, hali zao sijui za kielimu au za kinini, za hizo, tukiwaheshimu kwa sababu hivyo, tutakuwa ni wanafiki. Kwa sababu itakuwaje huyu tajiri kesho akifilisika, bado utampa heshima ile ile? Itakuwaje huyu masikini kesho akiwa tajiri, uliyekuwa unamdharau, utaanza sasa kumheshimu? Yakobo anasema hapana, huo ni unafiki na utaliumiza kanisa, utaliharibu kanisa. Kwa sababu mtu hapewi heshima kwa sababu ya hali yake ya utajiri, bali kwa sababu ya utu wake, kwa sababu yule mtu amebeba sura ya Mungu wetu, amebeba sura ya Mungu aliye hai. Kwa hiyo heshima kwa mtu yoyote ni kwa sababu yeye ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Lakini hatumheshimu mtu kwa sababu ya hali yake, hatumheshimu mtu kwa sababu ya utajiri wake, hatumheshimu mtu kwa sababu ya hali yake ya umaskini au vinginevyo. Hapana. Tukijua tu kwamba huyu mtu ana nafsi na amebeba sura ya Mungu, hiyo ni sababu tosha ya kumheshimu huyo mtu, aidha anacho au hana. Kwa sababu Yesu Kristo hakufa kwa ajili ya nafsi za matajiri peke yake. Alikufa kwa ajili ya nafsi za maskini na matajiri, akatuweka sisi wote pamoja, walionacho na wasionacho. Kwa nini leo tuwabague maskini? Kwa nini leo tuwaone matajiri ndio kitu na maskini hawana matajiri wanapaswa kuheshimiwa na maskini hawapaswi kuheshimiwa? Katika mwili wa Kristo hatumheshimu mtu kwa sababu ya fedha yake, wala hatumdharau mtu kwa sababu ya kutokuwa na fedha. Hapana. Yakobo anasema imani tulionayo ya Bwana wetu Yesu Kristo tusiwe nayo kwa namna ya kupendelea watu. Manake tusionyeshe ubaguzi katika maisha ya imani. Tusionyeshe ubaguzi. Na moja kati ya sifa za imani ya Bwana wetu Yesu Kristo ni kutoonyesha upendeleo. Ukiona mahali tajiri ndiyo anapendelewa na kupewa nafasi kubwa kuliko maskini, hiyo imani inawezekana imeshaingiwa na kirusi. Kwa hiyo tunapaswa kujitafakari. Inawezekana kuna kirusi kimeingia. Ndio maana ukiangalia katika kile kitabu cha Philemon, sura ile ya kwanza. Kitabu hiki kina sura moja tu, mstari wa 10 mpaka wa 11, alafu nitasoma wa 15 mpaka ule wa 17. Mstari wa 10 mpaka wa 11, Biblia inasema namna hii: nakusihi kwa ajili ya mtoto wangu niliyemzaa katika vifungo vyangu, yaani Onesimo, ambaye zamani alikuwa hakufai, bali sasa akufaa sana. Napenda hayo maneno, wewe na mimi. Sasa kabla sijaendelea nikupe tu maneno haya yatakayokusaidia. Hiki kitabu cha Philemon
Paulo alikuwa anamwandikia Philemon, ambaye Philemon alikuwa ni jamaa tajiri sana kule katika mji wa Kolosai. Alikuwa ni tajiri sana, na alikuwa ana mfanyakazi wake houseboy aliyokuwa anaitwa Onesimus au Onesmo. Na Onesmo alimuibia bwana wake, alimuibia Philemon, alafu akakimbia. Alivyokimbia akaenda Rumi. Kule Rumi ikatokea kwamba alivyokwenda gerezani akakutana na Paulo. Paulo akamuhubiria, akaokoka. Sasa alivyookoka akamuelezea madhira yote kwamba alikimbia kwa bwana wake, alimuibia. Sasa Paulo anamwandikia barua hii Filemoni, anamwambia kwamba amkubali Onesimus, kwa sababu Filemoni ni tajiri, Onesimus ni maskini. Lakini Paulo anamwambia maneno mazito sana, anawaleta pamoja. Filemoni alikuwa ni bwana, Onesimus alikuwa ni mtumwa. Lakini anamwambia, nakusihi kwa ajili ya mtoto wangu niliyemzaa katika vifungo vyangu, yaani Onesimus, ambaye zamani kabla hajakuibia alikuwa hakufai. Umeona? Wakati amekuibia akakimbia, alikuwa hakufai. Bali sasa akufaa sana. Sasa hakuna gepu tena kati ya tajiri na maskini, kati ya mtumwa na bwana. Anasema sasa akufaa sana, wewe na mimi pia. Lakini njoo mstari wa 15. Mstari wa 15 na 16 anasema hivi: maana labda ndiyo sababu alitengwa nawe kwa muda, ili uwe naye tena milele. Angalia mstari wa 16. Tokea sasa si kama mtumwa, Filemoni, usimchukulie huyu kama mtumwa kwa sababu ashamwamini Kristo, bali zaidi ya mtumwa, ndugu mpendwa, kwangu mimi sana na kwako wewe zaidi sana, katika mwili na katika Bwana. Katika Bwana. Paulo anamsihi Filemon, tajiri huyu, bwana huyu, anamwambia mkubali Onesimus, sio kama mtumwa tena, sio kama masikini tena, kwa sababu sasa wote mko ndani ya Kristo, mnapata heshima sawa. Mnapata heshima sawa. Sio kwa sababu ya utajiri wako, wala sio kwa sababu ya umaskini wake. Maadamu wote mmemkubali Kristo, mko kwenye mwili wa Kristo, heshima na wapa sawa. Na wewe heshima unayonipa mimi Paulo, heshima ile ile unatakiwa umpe Onesimus, kwa sababu sisi wote tuko level moja ndani ya Kristo. Level moja ndani ya Kristo. Haijalishi kwamba wewe ni tajiri, huyu ni maskini, amesoma, hajasoma. Ndani ya Kristo wote tuko level moja. Kwa hiyo tunapaswa kuheshimiana kwa kiwango sawa. Maskini amheshimu tajiri, tajiri amheshimu maskini, yani kwa kiwango kilicho sawa. Lakini leo hii kanisa linapotoka viongozi sisi tena tunatamka hadharani kwamba tajiri anatakiwa aheshimiwe, kwa sababu matajiri ndio waliomzika Yesu, makaburi yao ndio waliotoa wakamzika. Ndugu zangu, hata ile hali ya kuwa na hiyo fedha ya kutengeneza kaburi, huyo tajiri alipewa na Mungu, Kwa hiyo kwa nini tumuone so special kiasi kwamba tuwadharau wengine, wakati huo utajiri hakujiletea yeye mwenyewe? Kwa sababu Biblia inasema Mungu ndiyo atupae nguvu ya kupata utajiri. Kwa nini tusimpe Mungu heshima, tumpe tajiri? Kwa nini tutumie ule utajiri wa huyo tajiri kumdharau maskini, wakati huo utajiri amepewa na Mungu aliye hai? Kwa hiyo tunaweza tukafanya ibada ya sanamu kwa sababu ya utajiri au ya hali za watu. Ni kweli sawa, utajiri wao kwa maana ya fedha na nini itafanya mambo kanisani, lakini hata maskini anaweza kutumia nguvu zake kufanya mambo kanisani ambayo tajiri hawezi. Kwa hiyo Paulo anamwambia Filemon kwamba asimuangalie tena Onesimus kama mtumwa na kumdharau, ampe heshima sawa, kwa sababu wote wako ndani ya Kristo. Lakini kwenye hiyo ya Yakobo, kwenye Yakobo hiyo sura ile ya pili na ule mstari wa 2 na wa 3 anasema,
maana anafafanua sasa. Maanake amesema ndugu zangu, mstari wa kwanza, imani ya Bwana wetu Yesu Kristo Bwana wa utukufu msiwe nayo kwa kupendelea watu, maana akiingia katika sinagogi lenu mtu mwenye pete ya dhahabu na mavazi mazuri, kisha akaingia na maskini mwenye mavazi mabovu, nanyi mkamstai yule tajiri na kumwambia kaa hapa mahali pazuri. Lakini yule mwenye mavazi mabovu maskini mtamwambia wewe subiri hapa kwenye miguu yangu, ukae hapa chini hapa, mkae hapa chini. Anauliza swali, mstari wa 4 anasema, je, hamkufanya hitilafu mioyoni mwenu, mkawa waamuzi wenye mawazo mabovu? Yaani mkishaonyesha huo upendeleo wa namna hiyo, tajiri kwa sababu ya hali yake, huyu ndio analitunza kanisa, huyu ndio anatunza mchungaji, huyu ndio sijui anafanya nini, mkampa heshima, mkadharau yule mwingine. Anasema hivi, anasema, je, hamkufanya hitilafu mioyoni mwenu, ninyi wachungaji, ninyi manabii, ninyi mitume? Kwa kufanya hivyo hamjafanya hitilafu mioyoni mwenu, mkawa waamuzi wenye mawazo mabovu. Kwa hiyo kinachotufanya tuweke upendeleo kwa tajiri dhidi ya maskini ni mawazo mabovu tulionayo. Mawazo mabovu tulionayo. Kinachotufanya tumpe tajiri heshima na kumnyima maskini heshima ni mawazo mabovu tulionayo. Na ndiyo yanatufanya tufanye matendo ya kibaguzi na tunene maneno ya kibaguzi bila aibu wakati mwingine kama watumishi wa Mungu. Yakobo anasema mstari wa 5, anasema, ndugu zangu wapenzi, sikilizeni. Anatueleza sasa, sikilizeni. Anatupa sasa dawa ya mawazo mabovu. Anasema hivi, sikilizeni. Je, Mungu hakuwachagua maskini wa dunia wawe matajiri wa imani na warithi wa ufalme aliowaahidia wampendao? Yakobo anataka kurekebisha mawazo yetu mabovu yanayotupelekea tumuone tajiri, tumpe heshima tajiri kwa sababu ya utajiri wake na kumdharau maskini na kumvunjia heshima maskini. Anasema hivi, huyo mnayemvunjia heshima huyo, Mungu alimchagua huyo maskini wa dunia awe tajiri wa imani. Manake maskini wamepewa na Mungu fursa au neema ya kuwa matajiri wa imani, kwa sababu maskini siku zote hana cha kutegemea isipokuwa Mungu aliye hai. Hana fedha ya kutegemea, hana labda elimu ya kutegemea. Kwa hiyo anakuwa tajiri wa imani. Katika maombi yuko wa kwanza, katika kumwamini Mungu ni wa kwanza, katika kumtumaini Mungu ni wa kwanza. Lakini utajiri wa imani hana, kwa sababu anatumainia mali, anatumainia vitu, anatumainia. Kwa hiyo hana utajiri wa imani. Lakini huyu tunayemdharau huyu, Biblia inasema kwamba Mungu amemchagua na kumpa utajiri wa imani. Kwa sababu hiyo tunaweza tukasema mambo mengi katika kanisa na katika maisha, katika ulimwengu wa roho, yanafanikishwa na masikini zaidi kuliko matajiri. Matajiri hata wakija ni wakavu tu, ni wakavu. Utakuta matajiri waliovunjika ni wachache. Lakini ukimkuta maskini anavogalagala na kumtafuta Mungu na kulia Mungu, moyo wake wote umemiminwa pale, hali yake yote ya kumtegemea Mungu na kumtafuta Mungu, asilimia zote amejiweka kwa Mungu aliye hai. Anasema Yesu, anasema hapa mtumishi wa Mungu Yakobo, Mungu hakuwachagua hawa maskini kuwa matajiri wa imani, lakini mstari wa 6 anasema, bali ninyi mmemvunjia heshima maskini. Je, anasema matajiri hawa sio hawa ndio wanaowaonea nini? Na kuwavuta mbele ya viti vya hukumu. Anafichua siri za matajiri, kwamba mnajua utajiri wao wameupata wapi? Wameupata huo utajiri kwa uonevu. Sasa sio wote, lakini Biblia ndio inavyosema hapa kwamba wanawaonea hao, wamekusanya huo utajiri kwa uonevu, na wengine mpaka wanawaburuza mahakamani. Na ndio hao ninyi mmeona kwamba wanastahili heshima, mkawaheshimu, mkamvunjia heshima maskini.
Yakobo anasema sikilizeni, je, Mungu hakuwachagua maskini wa dunia hii wawe matajiri wa imani na warithi wa ufalme aliowaidia wampendao? Bali ninyi mmemvunjia heshima masikini. Tumemdhalilisha masikini, tumemdhalilisha. Hana nafasi, hawezi kusikilizwa. Anasema, je, matajiri hawawaonei ninyi na kuwavuta mbele ya viti vya hukumu? Hawalitukani jina lile zuri mliloitiwa matajiri? Kwa nini mnaangalia upande mmoja tu? Na wao wana weakness zao, wana shida zao. Kwa hiyo kama tunawaheshimu kwa sababu ya mali, jua kuna mambo mengine ambayo kama ungeyatafakari labda wasingestahili hiyo heshima. Mstari wa 8 anasema tunachopaswa, mstari wa 8 anasema, lakini mkiitimiza ile sheria ya kifalme kama ilivyoandikwa, mpende jirani yako kama nafsi yako, mwatenda vema. Manake anachosema tunapaswa sio kumtukuza tajiri au maskini. Na sio kumdhalilisha tajiri au kumdhalilisha maskini. Hapana. Lakini anasema tunapaswa kutimiza sheria ya kifalme inayosema mpende jirani yako kama nafsi yako. Mpende, tajiri anaweza kuwa jirani yako na maskini anaweza kuwa jirani yako. Kwa hiyo hakuna ubaguzi. Mpende tajiri, mpende maskini kama nafsi yako. Usiweke tabaka. Muheshimu maskini, muheshimu tajiri kama unavyoheshimu nafsi yako. Usiweke tabaka kwa sababu ya hali zao. Hapana. Tusibague. Sasa mstari wa 9 anasema, bali mkiwapendelea watu mwafanya dhambi na kuhukumiwa na sheria kuwa wakosaji. Tukiwapendelea watu, matajiri wanapaswa kuheshimiwa kwa sababu sijui na nini. Anasema tukiwapendelea hao, tukawadhalau maskini, tunafanya dhambi na tunapaswa kutubu. Hali hii inaweza ikaligawanya kanisa. Hali hii inamvunjia maskini heshima, yule ambaye Mungu amemchagua na kumpa utajiri wa imani. Tunamvunjia heshima. Sasa ninapohitimisha niseme tu utajiri au umaskini, utajiri si kigezo cha kumpa mtu heshima, au umaskini si kigezo cha kumdharau mtu, Huo utakuwa ni unafiki. Kama unamheshimu tajiri kwa sababu ya utajiri wake, ni heshima ya kinafiki. Vipi atakapofilisika huyo tajiri? Bado utaendelea kumheshimu? Bado utaendelea kumtambua? Na vipi atakapofanikiwa huyu maskini uliokuwa unamdharau jana, leo, kesho akawa tajiri ndani ya kanisa? Utamheshimu? Rich and poor people should be treated with equal dignity and compassion. Kila mtu ana nafasi yake na mchango wake. Mungu wetu hana upendeleo kwa masikini au kwa matajiri. Yeye anatutreat sisi wote equal. Ndio maana Wagalatia sura ya 3 mstari ule wa 28 anasema, hapana Myahudi wala hapana Myunani, hapana mtumwa wala mtu huru, hapana mtu mke wala mtu mume, maana sisi wote tumekuwa mmoja katika Kristo. Kwa nini mwingine aheshimike, mwingine adharaulike? Kwa sababu ya fedha tu? Kwa sababu ya magari tulionayo? Kwa sababu ya status tulizo nazo? Hapana. Tajiri aheshimike kwa sababu ya sura ya Kristo aliyoibeba, na masikini aheshimike kwa sababu ya sura ya Kristo aliyoibeba. Sisi wote tunakutana ndani ya Kristo bila hali zetu. Umesoma, hujasoma, unacho, hauna, maskini au tajiri, tunapokuwa ndani ya Kristo sisi wote ni sawa. Mtumwa au huru, wewe bosi na mfanyakazi wako, mnapokuwa ndani ya Kristo, hizo tofauti hazipo. Ndio maana kanisani hata akija rais, wote tunakuwa kwenye level moja tu. Yaani pale rais yeye ni muumini kama waumini wengine ndani ya Kristo. Waziri ni muumini kama waumini wengine ndani ya Kristo. Lakini tukianza kuleta vyeo, tukianza kuleta economic status zetu, tukianza kuleta sijui nini, tutavurugana tu na tutadharauliana bure. Kwa sababu wewe leo ni waziri, kesho utakuwa mtu wa kawaida.
Yule aliye wa kawaida kesho atakuwa waziri. Kwa hiyo heshima ndani ya Kristo kwa watu walio ndani ya Kristo inatakiwa iwe sawa, bila kuangalia mtu ana nini au anatoa mchango gani. Tuwaheshimu watu ambao Kristo amewafia msalabani, kwamba wanacho au hawana, wanapaswa kuheshimiwa. Lakini leo unasema siwezi kukaa na maskini. Maskini ni watu wenye maneno sana. Matajiri sijui ni watu ambao hawana. Haya mambo yanatoka wapi? Sio injili ambayo Bwana wetu Yesu Kristo ametufundisha. Hapana. Tajiri ana dhambi, maskini ana dhambi tu. Kwa sababu Biblia inasema wote tumefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wote tumefanya dhambi. Tajiri kwa sababu ya utajiri wake ndio anaonekana mtakatifu, au maskini kwa sababu ya umaskini wake ndio anaonekana kwamba yeye ni mwenye dhambi. Hapana, wote sisi, mchungaji, muumini, tajiri, maskini, bwana, mtumwa, wote sisi tumefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Tusidharau watu kwa sababu ya dhambi zao, wala tusiwaheshimu watu kwa sababu ya utakatifu wao. Tuwaheshimu watu kwa sababu wamebeba nafsi ya Mungu, wamebeba sura ya Mungu, na Kristo aliwafia hao msalabani, alitufia sisi msalabani. Glory be to God. Shetani tusimruhusu atugawe kwa namna iwayo yoyote. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, asante kwa uaminifu wako na baraka zako. Bwana, ninasimama mbele zako Bwana nikiomba toba na rehema, mimi na wenzangu wote wanaonisikiliza. Baba, tumemvunjia maskini heshima. Bwana, hawa ambao wewe umewachagua kuwa matajiri wa imani, mfalme wa falme, Mungu, sisi tumewavunjia heshima kwa sababu ya hali zao. Bwana mabwana, tukawaheshimu matajiri sio kwa sababu tu wamestahili, lakini kwa sababu ya utajiri wao. Bwana, tunaomba uturehemu mfalme. Tusaidie, hatuwezi sisi wenyewe Bwana mabwana kuepuka hii roho ya upendeleo Bwana mabwana, lakini tunaomba mfalme wa falme, tutende kwa usawa, tuheshimu watu kwa sababu ya utu wao, lakini si kwa sababu ya vitu walivyo navyo. Baba, tuhurumie Bwana. Mambo haya yasigawanye mwili wa Kristo, yasilete tofauti ndani ya mwili wa Kristo, lakini Bwana, ule umoja na ule usawa ukalete furaha, ukalete mshikamano Bwana, kwa sababu tajiri ana nafasi kwenye mwili wa Kristo kama alivyo masikini, na masikini ana nafasi ile katika mwili wa Kristo kama alio nayo tajiri. Mpe kila mmoja Bwana kutumika kwa nafasi yake, lakini Bwana, heshima Bwana mabwana, tukaheshimiane sawa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tuondolee roho hii Bwana ya kuinua sana matajiri na kuwadharau maskini, au kuinua sana maskini na kuwadharau matajiri. Baba mtakatifu, tusaidie katika jina la Yesu Kristo aliye hai na kwa damu ya mwana kondoo. Asante kwa uaminifu wako na baraka zako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tupe Bwana kuelewa, mfalme wa falme, kwamba utajiri leo upo lakini kesho haupo. Cheo leo kipo lakini kesho hakipo. Lakini wewe Bwana ndio unayewainua, mfalme wa falme, watu wasio na kitu kuwa na kitu Bwana, kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Asante kwa uaminifu wako na baraka zako katika jina la Yesu Kristo aliye hai na kwa damu ya mwana kondoo ninaomba na kukushukuru. Amen. Mungu awabariki sana. Niwatakie jioni njema na Mungu atujalie neema yake. Twende tuwapende watu wote, tuwaheshimu watu wote sawa sawa na neno la Mungu aliye hai. Mungu awabariki tena mpaka tutakapoonana wakati mwingine. Muwe na jioni